Ikangarombo mmoja ni wakina Mpanzu 60. Mimi ndo nakwambia. Kizinga kauli yako. Ikangarombo mmoja ni Mpanzu 60, nenda kaangalie vitu vya Kangarombo. Huyu jamani Huyo. Amekuja hapa na mechi 9, si 10. Hana goli hata moja. Lakini Kangarombo huyo hapo mechi ngapi? 2 tu anachuma 2. Hatari. Wakongomani wenyewe wanakuambia huyu Nzalina yo ize papa ize bie. Papa, ndege nini? Hatari. Wakongo wenyewe wanakuambia huyu mtu hatari, piga saruti. Tatu, onyesha tatu. Waonyeshe tatu. Tatu! Kisasi haku. Bwana, kisasu haku. Kimelipwa. Tena mlipania sana. Kimelipwa na ziada. Kimelipwa na ziada. Siku goli 3 bila, sisi tulifungwa 3-1. Kwa hiyo ni kisasu ambacho kimejaa, kimeshiba. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, na hii ni Kamdomo. Unajua Kamdomo? Kamdomo. Mwanadada Kamdomo, mkuu wa mkoa Kamdomo. Kwa hiyo imewaponza. Kwa hiyo imeisha hiyo. Kamdomo kiliwaponza. Kiliwaponza, na hizi ni salamu. Mtoto mdogo yake Nepi. Wewe unafikiri wanatabora wale wangapi walikuwa wamejaa pale? Wanatabora wote wameipokea Yanga kwa kishindo. Wewe nani mkuu wa mkoa unakuja kutuziwa ni sisi? Unakuja kututambia sisi? Pesa zenyewe sio zako. Kwa sababu walikuweza mara ya kwanza. Taarifa tulizonazo, pesa alizokuwa ameahidi mkuu wa mkoa sio zake. Zile ni pesa ambazo zilikuwa kwa ajili ya mradi wa mkoa, mradi wa maendeleo ya mkoa. Tayari kuna hospitali hazina dawa, tayari kuna shule watoto wanakaa madawati hakuna. Hii kwa ina maana kama hizo hela zingeondoka alikuwa anakwenda jela huyo. Hela za serikali hizo. Yeye mmemsaidia. Wewe unatumiaje hela sio zako, unataka ukawape wachezaji? Umeshindwa kuwasaidia kwenye mechi ya wao na Kagera, uje ukazitoa kwenye mechi ya leo. Wewe Yanga is next level. Yanga hii sio tumemuokoa. Yaani hii Yanga brother achana nayo. Yaani hii Yanga nataka nikwambie kitu na ukawaambie. Yanga hii inawapeleka kasi watu wengi. Umeelewa? Kwa speed iliyokuepo. Yaani ile inaitwa kasi. Umeelewa? Yaani tunawapeleka kasi watu wengi. Leo Tabora kapelekwa kasi. Umeelewa? Yaani kila akigusa naye anapelekewa moto tu. Kwa Tabora kapelekewa kasi. Bodi ya ligi amepelekwa kasi. TFF wamepelekwa kasi. Simba nao wamepelekwa kasi. Wale hii Yanga hatari. Yaani hiyo inaitwa gusa uyambe. Hatari hiyo. Gusa chetu ndio kwao. Sio gusa chetu ndio kwao. Gusa uyambe, yani nguvu ya mamba iko Kumai. Unajua nguvu ya mamba iko Kumai? Kauli mpya hiyo. Nguvu ya mamba iko Kumai, gusa uyambe. Nguvu ya mamba iko Kumai. Kauli mbiu mpya hiyo. Kauli mbiu mpya, gusa uyambe. Hatari. Wana Tabora wakasema wewe mtoto mdogo wewe. Wameamba kweli. Yaani yule Kristina, tayari Baraka Yanga yuko Tabora pale. Baraka Yanga tumempa jukumu watu wa makumbusho. Make sure ukifika pale tunamtia yule mtoto chuma 3, 4, 5. Umeelewa? 3 kutushaandalia chuma 5. 2 refu akaweka mfukoni. Baraka Yanga njoo na Kristina Magaru huko. Mwanamama yule msemaji wa Tabora. Baraka Yanga anatakiwa aje naye mjini hapa. Mechi mnaonekana kama mume kama hana mume Baraka atamleta tu. Tuna kazi naye hapa mjini. Amlete nani? Amlete msemaji wa Tabora mwanamke Kamdomo yule. Cheusi Mangala. Sasa ngoja kufanya nini? Tabora, wana Tabora tunashukuru mmefanya kazi yenu vizuri, mmekula mmeshiba. Yaani sisi tutoe ng'ombe pale za kutosha ng'ombe 20, afu uje utufunge mkoa. Ng'ombe. Ng'ombe ndio watu wamekula supu siku ya Idi. Yanga ndo timu pekee ambayo inagusa sehemu kuu 3 na kutajia 2. Yanga inapofika sehemu yoyote, kwanza inaenda kuwajali watu wasiojiweza. Itakwenda kuzungumza na watoto yatima, itawapa walichojaliwa kuwa nacho, huku akisaidizana na GSM Foundation. Umeelewa? Kokote inafika. Unaweza ukaona ni kiasi gani jana wamezungukia kwa wale wasiokuwa na wale walemavu, si ndio? Yanga imezuru kwa watu walemavu. Imefika pale imewaona ili chojaliwa kuwa nacho wametoa. Si ndio? Timu zingine zinazurura tu. Hawana mafanikio kwa sababu ya kuwa na roho mbaya. Wanajificha. Na kwambiaje? Simba hawana mafanikio na hawatakuja kuyapata. Kwa nini? Kwa sababu hawana desturi ya kutoa sadaka. Huwezi kufikia neema ya Mwenyezi Mungu kama utoe sadaka. Ndio nakwambia siri hiyo. Yanga pale kuna maustazi kibao, injinia mwenyewe ulama yule. Shekhe. Alafati ndio usiseme yule amefika paka hija huko. Injinia juzi katoka Umra. Unapajua Umra wewe? Maka. Yaani wanabadilishana, ametoka Maka, injinia anakwenda Fumau mshairi. Yaani watu wanabadilishana kuzitafuta neema na radhi za Allah. Patia kizinga. Mimi nitakwenda. Na nitakwenda kwa ajili ya Yanga. Umeelewa? Sasa watu wasiotoa sadaka wanataka nini?
Bodi ya ligi TFF wanawabeba watu wasiotoa sadaka. Mwezi wa Ramadhani umekwisha, hujafuturisha hata kitu kidogo. Yaani hata kuwaita wana Simba wenzao kazi kuja kutulia futari zetu wana Simba. Wakina Mandala wote tunakuta kwenye futari zetu. Mandala kaja kufuturu kwenye futari ya Yanga. Wengine wote tawi la Yanga Mzinga huko tumewakuta wamejaa hivyo watu wa Simba. Kwa Diamond kule Wasafi Sabuni wamekwenda kujazana kule milangoni watu wa Simba wanataka kwenda kufuturu. Nyinyi ni vipi viongozi hamtaki kuwafuturisha watu wenu? Hawawezi kupata mafanikio kwa sababu hawataki kusogea mbele ya Mwenyezi Mungu. Sadaka inakufungulia milango yote. Simba hawana desturi ya kufika kutoa sadaka kukutana na watoto wadogo, watoto wachanga, watoto ambao wanahitaji, watoto ambao ni yatima, hawafiki watu hawa. Hawa unategemea upate nini? Toa sadaka Mwenyezi Mungu akufungulie. Tutoe sadaka pale muona injinia anaenda kukutana na watu wenye ulemavu. Alafu nisishinde. Nisishinde mimi. Ng'ombe 20 zichinjwe alafu mniziwie mkuu wa mkoa wewe. Mwanadada huyu hapo Cheusi Mangala. Cheusi Mangala niziwie mimi Tabora pale nyumbani unyenyembe. Tuheshimiane wewe, mwanadada wewe. Hizo goli 3 watagawana. Msemaji Kisina Mwagala atachukua goli moja, mkuu wa mkoa atachukua goli moja, ili moja lilobaki watagawana wachezaji wa Tabora, watajua naligawana vipi. Magoli 3. Na yale mawili yaliyoingia refa katia mfukoni, lile litakwenda kwa wale wengine wote wanaopinga maendeleo ya mpira. Kuna mengine pale refa alitia mfukoni kumbe. Goli 2 zile pale Clement Mzize hapa na Kawe ameweka. Kumbe. Ameweka tena chuma nyingine, watu wamekataa. Aliweka Duki Abuye ile pale kazi. Hapa na Unyanyembe kule Mwinyi. Urambo huko. Kapiga chuma moja hapa na Urambo. Refa ameweka mfukoni. Kwa kile alichokifanya Ikangalombo alipoingia kipindi cha pili, na alikuwa wa moto sana. Hivi kwa kweli kuonyesha taswira gani? Ikangalombo mmoja ni wakina Mpanzu 60. Mimi ndo nakwambia. Kizinga kauli yako. Ikangalombo mmoja ni Mpanzu 60, nenda kaangalie vitu vya Kangalombo. Huyu jamani huyo. Amekuja hapa na mechi 9, si 10. Hana goli hata moja. Lakini Kangalombo huyo hapo mechi ngapi? 2 tu anachuma 2. Hatari, wakongomani wenyewe wanakuambia huyu Nzalina yo ize papa ize bie. Papa, ndege nini? Hatari, wakongo wenyewe wanakuambia huyu mtu hatari, piga saruti. Ndio nakwambia hivyo vitu hivyo. Engineer akienda kuleta kitu ameleta kitu kweli. Achana na hao wote. Wewe umemwona profesa mpira? Pacome Zouzoua. Piga maua yake kwanza kwa engineer kutuletea kifaa kama kile. Nichambulie kwanza. Nichambulie kidogo. Jigijiala, chukua mali safi anapeleka kule kwa nani? Kwa Duki Abuye. Duki Abuye anachukua mali anapeleka kwa profesa mpira. Profesa anakwenda, anapiga chenga ya kwanza, chenga ya pili. Labda gari profesa jao anakata chini pale. Wakamkata. Kuna mwamba mmoja huyo sio anaitwa nani yule, ni jezi namba 6. Si Bikoko. Sijui nani yule pale. Katengeneza mazambi mengi nusu anataka mngoe mguu mtoto wa watu. Ile dhahabu engineer kaitoa mbali. Pacome Zouzoua leo alikuwa anahakikisha kwamba baba harusi tumesahau. Kia sisi Stefano tumesahau. Akae kwanza anahudumia ndoa huko. Ametulia anaumwa, Chama anaumwa. Yaani wewe fikiria no Aucho. No Chama, no baba harusi. Bwana mwingine sijui nani. Nani Musonda, no Musonda. Alafu jitu limekufa 5. Tena nusu chupu analeta. No! Tabora tumewapiga 5. Yeye ndio mnasema mpiga 5. Goli 5 tulizowapiga Tabora leo. Wamegawana kwa mafungu. Goli la kwanza mkuu wa mkoa. Goli la pili msemaji wao Kisina Mwagala. Goli la 3 wamegawana wachezaji wa Tabora. Goli la 4 refari ameweka mfukoni. Goli la 5 la Enzimeni ameweka mfukoni. Goli ngapi? Kwa refari pia mmewapa magoli. Goli 5 wamegawana. Mafungu. Yaani yale magoli 5 walioingia kwenye nyavu. Yaani yale unawagawa kwenye zile milioni 60 alizokuwa ameahidi mkuu wa mkoa. Milioni 60 zile unagawana yale magoli 5. Inaenda vizuri. Inaenda vizuri. Milioni 20. Goli la kwanza mkuu wa mkoa. Milioni 20 goli la pili Christina Mwagala msemaji. Goli la 3 milioni 60 wachezaji wa Tabora wanagawana. Hizi milioni ngapi zilizobaki wape marefari. Magoli wameweka mfukoni. Wakale bata. Kwa hiyo leo yale magoli wanagawana. Milioni 60 za mradi wa mkoa unataka wape watu. Wewe nini bwana? Umekuja kwenye hawa ndio wanatuharibia mpira hawa. Hela za mradi wa mkoa unataka uende kwa wape wachezaji? Kwani Kizinga, kwani ilikuwaje mara ya kwanza mpaka mkapigwa goli 3? Ilikuwaje kwaje afu leo imekuwa ni rahisi sana kuingiza vyuma vyote hivyo? Ndio maana tulihama kutoka Chamanzi.
Yanga hii sio ya kufungwa mara mbili. Sisi tumefungwa na Azam, tukaja kufungwa na Tabora, tukashtuka. Wewe sio kweli. Kuja kuangalia wale watoto wanatufanyia hujuma. Wewe tunalipa milioni ngapi? Milioni 6 kwa ajili ya ule uwanja wa Chamazi. Tufanye mazoezi, si ndio? Na tucheze na mechi. Kuingia muda ambao tunatakiwa tukafanye warm up tunazuiliwa. Bana, mruhusi kuingia huko ndani mpaka ifike saa 9 kasoro. Ndio mtaruhusiwa kuingia huko. Sisi tulipe sisi afu tupange masharti. Tukaamua kuondoka, kumbe tunahujumiwa. Watu wanashirikiana, watu watatu. Herufi S, herufi A na T wakashirikiana. Wakajua kwamba watatuangamiza. Wewe si wenyewe tunajua hiyo. Najua hiyo. Tukachungulia tukaona hawa hapa. Tukasema hapa sasa tunaondoka. Engineer Iris njoo. Baba yetu sisi pale hatupawezi. Kwa hiyo tukarudi kwenye ile nyimbo, tumehama kuona balaa limezidi. Baba mwenye nyumba na gubu. Tukaondoka zetu. Mpaka leo Chamazi majani yamejaa. Wanachamazi wote mbande huko wanalia. Wanasema tutaiona wapi Yanga yetu? Atoke kule mpaka aje kufika Makumbusho, unakuta mechi kwa kipindi cha pili. Kutoka Chamazi mpaka kuja Makumbusho, mechi imeanza saa 10. Wakifika pale mechi iko dakika ya pili, kipindi cha pili. Wanalani mpaka leo, wanatuma maombi kwa engineer. Tunaomba mrudi Chamazi, tunaambia sisi huko hatuwezi kurudi. Baba mwenye nyumba anagubu. Yanga ni hatari, Yanga inatisha. Na tunawaambia viongozi wetu wa Dar es Salaam Africans, pambaneni jasho na damu, nyinyi ndio waokozi wa mpira wa nchi. Msiogope dudu wala mende. Pambaneni kwa maslahi ya mpira wa nchi. Okoeni mpira. Unaweza ukaona scenario inayotengenezwa sasa hivi. Kuna watu wametumia mtu kutoka Ghana huko. Haujui mpira ni kolo, tunamjua ni kolo kabisa wa Ghana. Mbea kama Mange Kimambi. Ushawahi kumuona mbea wa mpira? Yaani kuna mtu ni mbea kama Mange Kimambi. Yaani kwenye mpira kuna wambea. Hasa yule mbea waliomchagua wao kutoka Ghana, wamemleta sasa anakuja kudukua umbea. Anatengeneza kitu anakuambia engineer anatakiwa sijui apigwe nyundo na FIFA, waje sijui amchunguze. Nini una timu mbovu? Engineer ametengeneza timu iliyokuwa bora. Angalia mpira wa leo. Mtu anapigwa huko anajiona kabisa. Silence killer. Anakuua kabisa, unajiona hivi taratibu kama panya tu. Sio kumuona panya akiwa anang'ata. Anapuliza. Ndio meng'atwa hapo. Ndio nang'atwa hapo. Ndio nang'atwa hapo. Panya huyo. Kwa Yanga inakuua huko inakupuliza. Ndio nakufa hivyo. Sasa ukiangalia mpira uliochezwa leo, unaona kabisa Tabora tunatakiwa kuwapa big up. Tabora waheshimiwe. Tabora pamoja na mkuu wao wa mkoa, pamoja na yule mwanadada Cheusi Mangala, wanatakiwa wapewe heshima, wapigiwe saruti. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu hawa wameleta timu uwanjani. Tabora wana roho ngumu, wanatakiwa wapongezwe hawa mashujaa. Wameleta timu uwanjani, hebu wapigieni makofi kidogo. Hawa watu. Kuna watu wamekimbia tarehe 8 mpaka leo wako vichochoroni. Wameogopa nini? Wanaogopa. Unafikiri wewe unamuona kabisa yule? Unamuona kabisa Pacome zuzua sizidane kabisa yule. Wamemkimbia Pacome. Wamemkimbia Pacome. Angalia vitu alivyokuwa anafanya leo. Pacome anachukua watu watatu. Napokuambia Pacome ana maubongo matatu wewe unielewe. Nilikwambiaga Pacome ana ubongo kichwani, Pacome ana ubongo kwenye mguu wa kulia na ubongo kwenye mguu wa kushoto. Bongo zote zikikutana zikiwa zinafanya kazi, hata mkiwa 6 anapita. Umeona leo? Pita msitu wa kwanza watu watatu. Pita msitu wa pili watu watatu. 6 hao. Anakuja kumaliza kule, Pacome anatoa pasi ile pale Prince Dube mwana mfalme. Anaitwa mpenzi mwenyewe anakuambia Prince Dube ni muuaji anayetabasamu. Anacheka kwa nakuua. Umeelewa? Hivi Kizinga imekuwa ni muda mrefu sana kumuona Diarra. Hivi kwa kweli Diarra kwa jinsi ulivyomwangalia leo hii amekuonesha taswira gani ile? Diarra, screen protector. Kiongozi. Imekuwa muda mrefu. Yaani Yanga ndani ya uwanja wana makapteni wawili. Kapteni ndani ya uwanja wako wawili. Kapteni nje ya uwanja kabisa ni mimi Kizinga JR. Kapteni wa mashabiki. Kapteni ndani ya uwanja Bakari Nondo Mwamnyeto, mwenye dhamana yake, au Dickson Jobu. Kapteni mwingine ni Diarra, yule ndo anakuwa anawaelekeza. Hey, my man. Gusa chia twende kwao. Hey. Hey. Hey, my man. Get out here. Hey. Inachukuliwa hapa, inapelekwa kule kwa Boka. Boka anaambia badilisha upepo. Kiona kule mbele kumechafuka anarudisha nyuma kwa Diarra. Afu Diarra anatuliza mpira hivi. Pap.
Anaangalia hivi. Anakumbe ukawa anaangalia hivi. Ujue anakuvuta uje. Ukisogea tu kwenye eneo lake anagusa achia twende kwao. Kanyaga twende. Mwangalie Chikola alikuwa wapi?